Mgeni rasmi, katibu wa kamati maalum idara ya organization kwa niaba ya naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, karibu sana katika mashindano, katika sherehe hizi za kukabidhi zawadi za washindi wa mashindano ya kasida ya Bahari FM kwa mwaka huu 2026. Lakini pia natambua uwepo wa katibu wa kamati maalum idara ya itikadi, uenezi na mafunzo CCM Zanzibar, Comrade Hamis Beto Hamis. Lakini pia natambua uwepo wa katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa Zanzibar, Mrajis, halikadhalika mwakilishi kuelekea ZRA, ambao hawa ni miongoni mwa wadhamini waliofanikisha kukamilisha kwa mashindano haya kwa siku hii hapa leo, bila kusahau mwakilishi wa ofisi ya Mufti. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ambaye natarajia kusoma risala hii ni Suleiman Mohamed, ambaye ndiye mwenyekiti wa mashindano haya ya Bahari FM, ambayo hii tunafika tamati katika uwanja huu hapa mjini. Natumai umeona mambo yalivyo mazuri. Hii ndio kazi ambayo vijana wako tunaifanya, kuhakikisha kwamba tunaendelea kujiendesha kibiashara, lakini pia inakuwa ni sehemu ya kutoa mchango wa jamii, hasa katika kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani. Tumekuwa na huo utaratibu sisi wa kuwepo na mashindano ya kasida ambayo kwa namna moja ama nyingine inaibua kwa kiasi kikubwa zaidi vipaji, lakini pia inakuwa kama sehemu ya kuwawezesha vijana wetu kujipatia kipato ikiwemo madrasa. Sasa nielekea moja kwa moja katika kupitia risala hii. Ale yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kukutana katika siku hii adhimu ya kilele cha mashindano ya kasida ya Bahari FM. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima kubwa tunakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kuacha majukumu yako muhimu ili uweze kuja kushiriki nasi katika kutupa sapoti katika tukio hili muhimu. Uwepo wako ni faraja kubwa na chachu ya maendeleo kwetu. Aidha, tunakushukuru kwa dhati kwa uongozi wako uliotukuka uliowezesha kuwepo kwa mazingira rafiki ya utendaji wa Bahari FM, hali iliyochangia kwa kiasi kikubwa zaidi kuimarika kwa kituo chetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ukweli usiokuwa na shaka, Bahari FM ya kipindi hiki ni tofauti na Bahari FM ya miaka mitano nyuma. Nazungumzia kwa upande wa jengo, lakini alikadhalika pia swala la vifaa. Sasa hivi tuko kisasa zaidi kulinganisha na miaka 4 nyuma. Tunashukuru kwa uongozi wako na kwa juhudi zenu kubwa na usikivu wenu. Baada ya kualilia mkatuwezesha kwa kiasi kikubwa zaidi kukarabati jengo. Hivi sasa jengo limekuwa la kisasa. Wengine upita mule na huja wakati mwingine utuambia, jamani vipi hapa pakodishi vyumba? Naambia hapana, hii sio hoteli, hii ni Bahari FM. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, mashindano ya kasida ya Bahari FM yalianza rasmi mwaka 2018 na mwaka 2019 yanaendelea 2020 pamoja na 2021. Hata hivyo mwaka 2021 mashindano haya yalisimama kutokana na sababu ambazo zilikuwa ziko nje ya uwezo wetu. Kusimama huko kulisababisha malalamiko mengi kutoka kwa wadau wa madrasa kutokana na ubora na umuhimu wa mashindano haya. Mashindano haya baada ya kuyasimamisha mwaka 2021 kulikuwa na sababu ambazo zilikuwa ziko nje ya uwezo wetu. Ziko baadhi ya redio walianzisha mashindano haya, lakini bado wadau kutoka madrasa mbalimbali bado walikuwa kutupigia simu kwa jamani, nyinyi mko tofauti na sehemu nyingine mko. Tunajua kwa sababu sisi kikubwa zaidi ambacho tulikuwa tunachokiamini zaidi ni kwenye haki na usawa. Kwa hiyo katika kila hatua, kwanza wapangaji wa makundi, lakini hatua za upigaji wa kura na utangazaji wa matokeo umekuwa ni uwazi sana, kwa maana kwamba mambo yote huenda live. Kwa hiyo wewe unajua wakati wewe studio unahesabu kura, mtu wa Donge kule anajua leo nimepata kura ngapi. Kwa hiyo hata kesho kutwa ukija kutoa mjumuisho wanaona ni sawa sawa. Na ndio mashindano pekee Zanzibar hii ambayo yanaanza mpaka yanamalizika bila lawama hata chini. Kwa hiyo kikweli katika hili tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunashukuru pia kwa uongozi ulio mzuri. Lakini tuna furaha kubwa pia kushukuru tena kwa uongozi wako bora na maelekezo yako mgeni rasmi yaliyopelekea kurejea kwa mashindano haya mwaka 2026 kupitia mwongozo thabiti kutoka kwa katibu msaidizi mkuu idara ya itikadi na uenezi Bi Khadija. Tunamshukuru sana katika hili kwa sababu kwa miaka mingi hatujafanya. Kwa hiyo wakati tumekuja na hili wazo tukasema sasa tunafanyaje? Kwa hiyo mtu wa mwanzo kabisa kumwona ilikuwa ni yeye. Tulimfuata kwa ofisi tukamwambia, bosi, tunataka yako afanye. Akaniambia hapana, hebu nendeni alafu mniletea mpango, mniambie tunakamilishaje. Kweli tukaandaa
ambao mimi ndio mwenyekiti wake. Baadaye tukaenda kumuona tena. Kwa tulipokwenda kumuona tukamuonesha kana basi sawa, akanishika mkono moja kwa moja tukaenda kwa katibu mwenezi. Kwa kweli tunamshukuru sana katibu wa dini. Lakini bila kuchelewa, katibu mwenezi alituambia mimi natoa baraka zangu zote, endeleeni. Na katika kuhakikisha kwamba hili yuko pamoja na sisi, leo hii zawadi utakazozikabidhi mshindi wa pili ametoa yeye mwenyewe mfukoni. Kwa hiyo tunamshukuru sana pia katika hili. Mgeni rasmi, napenda kuchukua nafasi hii kutambua madrasa ambazo zimewahi kushinda mashindano haya tokea mwaka 2018. Mwaka 2018 wakati tunaanzisha mashindano haya, Hidayatul Muminina kutoka maeneo Mpendae ndio watu wa mwanzo kabisa kwa washindi wa mashindano haya. 2019 Shamsia kutoka maeneo Mahonda ambao kwa mwaka huu wameshika nafasi ya pili. 2020 Thauria kuelekea maeneo ya Mbuzini Kiswa Pemba. Halikadhalika 21 pia Thauria hao kuelekea maeneo ya Mbuzini Pemba waliweza kushinda. Kwa hiyo mwaka 2026 ni mashara. Kwa maana hiyo mbabe wa mashindano haya kwa ujumla toka kuanzishwa mpaka leo ni Thauria kuelekea maeneo ya Pemba ambaye ameshinda mara mbili. Kwa mwaka 2016 mashindano haya yameshirikisha madrasa 10 kutoka mikoa yote ya Unguja. Mashindano ambayo rasmi yalianza tarehe 8 Ramadhani ya 8 na kumalizika Ramadhani ya 27. Washindi kwa jumla kwa mwaka huu ni kama ifuatavyo. Mshindi wa kwanza ni Mashari kutoka maeneo ya Donge Vijibweni ambaye atapata kiasi cha shilingi milioni 2 Tanzania. Makofi tena basi. Lakini kwa mgeni rasmi, cha kufurahisha zaidi kwa siku hii hapa leo, Mashari amejua kutuheshimisha. Kiukweli amekuja wengi sana. Makofi kweli. Mshindi wa pili ni Shamsia kuelekea maeneo ya Mahonda ambao wametoka kuperform pale muda sio mrefu. Ashabu Kaf kutoka maeneo ya Donge Vijibweni nao walikuwa washindi watatu. Makofi kwao pia Ashabu Kaf. Hao nao walishakuwa washindi watatu. Lakini watu waliokuja nao leo si watu kidogo. Tunakushukuruni sana Donge. Yaani leo Donge mmejua kusimamisha mji. Donge oye! Donge oye! Lakini mshindi wa 4 ni Muminina kuelekea maeneo ya Mtoni. Muminina. Makofi sana kwa Muminina. Hata hivyo mheshimiwa mgeni rasmi, tulikuwa tuna washindi katika kategori mbalimbali. Tulikuwa tuna kategori ya kaswida bora. Kama ambao unafahamu mashindano yetu haya kura zake huendesha kwa njia ya simu tukiwa tuko studio moja kwa moja. Kwa hiyo pia tulikuwa tumeandaa kamati kwamba kuhakikisha kwamba pia wanafuatilia ili kubaini kaswida ambayo inakuwa ni bora, ambayo hiyo ndio itakuwa kaswida yetu bora ya mwaka. Lengo ni nini? Kwamba ziko baadhi ya madrasa hazina watu wengi lakini wanafanya vitu vikubwa. Tukasema hawa tusiwaache nyuma. Tuangalie taratibu mzuri zaidi katika kuunga mkono ili tusoe nguvu kwa sababu hawana watu. Kwa hiyo kategori ya kwanza pia ilikuwa ni ya kaswida bora ambao Darsu kutoka maeneo ya Mkele aliyekuja na ambulance hapa ndio aliyeshinda mwaka huu. Na ile ndio ilikuwa kaswida bora ya mwaka. Nafikiri alistahili. Lakini vile pia kulikuwa na kaswida bora ambayo ilichaguliwa na wadau wetu Funania kutoka maeneo ya Monyanya. Lakini vile kulikuwa na kategori ya hamasa. Tunafahamu mashindano yetu kwa muda mrefu yalitimama. Kwa hiyo tukaweka hii kategori kwamba tunaangalia madrasa ambayo kimsingi itakaweza kuhamasisha zaidi kwa sababu lengo nyingine ni kujitangaza. Kwa hiyo hawa Darsu walifanya vizuri sana katika mitandao ya kijamii huko. Walitutangaza vyema. Kwa hiyo katika kategori hizi wao wameshinda kategori 2. Kaswida bora pamoja na madrasa yenye hamasa zaidi. Halikadhalika mshindi madrasa chipukizi ni Hairia kuelekea maeneo ya Kisauni. Kwa hiyo hao ndio washindi wetu kwa ujumla. Madrasa nyingine ambazo zimeshiriki ilikuwa ni timu Huda kutoka maeneo ya Narijabugu, Roho kutoka maeneo ya Chumbuni pamoja na Abubakar na Tolewa, yeye alikuwa binafsi. Licha mafanikio makubwa tuliyopata, tunasikitika kukosekana kwa ushiriki wa madrasa kwa Kisiwani Pemba kama ilivyo miaka ya nyuma. Hali hii imetokana na changamoto za kiufundi ikiwemo mitambo na matangazo kutokufanya vizuri kwa hivi sasa Kisiwani Pemba. Hali sababisha baadhi ya maombi ya madrasa kutoka Pemba kushindwa kuyakubali licha ya nia yao kubwa ya kutaka kushiriki. Aidha hapa Unguja pia mtambo wetu bado unafanya kazi chini ya uwezo wake. Mtambo tulionao hapa licha sasa hivi kufanya vizuri ni kilowati 1500 sasa hivi, lakini uwezo halisi sasa ni uzalishaji wa kilowati 3000.
Kwa hiyo tunafanya chini ya uzalishaji wa kawaida, na hiyo baada ya kupeleka fundi ametueleza kutokana na antena zetu zimeshakuwa kongwe, kwa hiyo zinahitajika antena nyingine. Pemba ni kadhalika hivyo hivyo. Kwa jumla zinahitajika antena 12 ambapo jumla yake karibu milioni 18 zinahitajika kwa ajili ya kurejesha usikivu katika hali ya kawaida. Licha hivyo, lakini bado tunafanya vizuri sana, ila tunatamani tufanye vizuri zaidi ya sasa. Lakini vile vile kwa sasa tunahitaji kiasi hiko nilichokueleza kwa ajili ya kununua hizo antena 12 ili kurejesha uwezo kamili wa matangazo kwa Unguja pamoja na Pemba. Pamoja na yote, tunachukua nafasi hii kukushukuru kwa maboresho makubwa aliyofanya katika jengo letu pamoja na vifaa. Kwa hakika katika uongozi wako Bahari FM haitakusahau kwa alama kubwa ambayo umeiacha. Kwa kipekee ni mshukuru katibu mwenezi Comrade Mbeto ambaye kwa niaba yako binafsi amefanya kazi kubwa sana, amejitolea kwa hali na mali hata kufikia hatua kutumia fedha zake binafsi kana kuhakikisha kwamba changamoto zinapungua na kazi inaendelea. Leo hii tuko live kupitia Bahari Media. Hii Bahari miaka moja nyuma haikuwa ikifanya kazi kwa sababu ya uchakavu wa vifaa. Kwa hiyo Comrade Mbeto alituwezesha hivyo na sasa hivi Bahari iko vizuri. Lakini tunatoa shukrani za dhati kwa wadau waliotuunga mkono wakiongozwa na mamlaka ya mapato Zanzibar ZRA. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa kuwa nyinyi imekuwa sababu leo hii kufanya sherehe hizi zimekuwa kubwa. Lakini pia tunashukuru madrasa zote zilizoshiriki kwa uvumilivu na amani kubwa waliotuonyesha katika kipindi chote cha mashindano. Tunatoa shukrani za dhati kwa watumishi wote wa Bahari FM kwa kujitolea kwao kwa hali na mali. Vile vile tunatoa shukrani za kipekee kwa wajumbe wa kamati zote kwa mchango mkubwa katika kufanikisha mashindano haya. Nitakuwa mwizi wa fadhila nisipomshukuru katibu wa kamati Bi Hadima kwa kazi kubwa aliyoifanya. Licha ya majukumu ya kifamilia, alijitolea kikamilifu na kuhakikisha kwamba kazi inakamilika kwa mafanikio. Tunampongeza pia mumewe kwa uvumilivu wake katika kipindi chote. Katibu, tafadhali, licha ya mvua nakuomba uje. Wakati mwezi mtukufu wa Ramadhani, mgeni rasmi kuna changamoto kwa mwingine. Mashindano yanaenda mpaka saa 12. Yule bibi ana watoto na familia na mume. Mpaka tunamuuliza mume wako futari napikiwa na nani? Lakini yote alivumilia na alikuwa akifanya kazi kwa wakati kabisa kadri ambavyo kamati inavyomwelekeza. Kwa hiyo huyo ndio katibu wetu jamani wa mashindano haya. Kwa hiyo mambo yote mazuri yeye ndio ambaye ameweza kuyaratibu. Nikushukuru sana katibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba pia ruhusa yako niwalete hapa wajumbe wa kamati ili uweze kuwatambua. Kwa ningeomba pia wajumbe wa kamati tafadhalini njooni hapa. Najua ni majeshi bwana. Njooni kidogo hapa ili muweze kutambuliwa hapa mgeni rasmi. Hii kazi haikuwa ndogo. Sawa, nitamani kamati zote. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ni wajumbe wa kamati kuu ambayo kimsingi ilifanya kazi ya kuchakata maombi, kusimamia mashindano, matokeo, kusimamia shughuli mpaka hapa ambapo tulipofikia kushirikiana na wenzetu. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Asanteni sana. Mwisho kabisa, tunawashukuru wageni wote waalikwa kwa kuhudhuria tukio hili. Tunaahidi kuendeleza ushirikiano ambao mmeweza kutuonyesha. Wakati nasoma hapa fedha ambazo wakazopata washindi, niliishia mshindi wa kwanza tu, nikasema atapata milioni 2. Kwa hiyo Shamsia kutoka maeneo Mahonda naye atapata shilingi milioni 1 kama mshindi wa pili, lakini Samkafi kutoka maeneo Dogo Vijibweni shilingi 3 pamoja na Muumini kutoka Mtoni Branch, kwa sababu awali atakuwa kabisa na mshindi wa 4. Kwa hiyo baada ya majadiliano lakini tukasema basi angalau tumpe kifuta kacho shilingi 200,000. Lakini kwa kazi ambayo Muumini amefanya hapa leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi binafsi kama mwenyekiti wa mashindano nitatoa kiasi cha shilingi 100,000 mimi binafsi kuwapatia Muumini. Kwa kweli nimefurahi sana kazi kubwa ambayo ameifanya. Naona kabisa zawadi mnaipata hatujatendea haki vizuri. Kwa hiyo nimeona nitoe kwenye mfuko wangu, najua mwenezi yupo hapa, kwa sina atatoa taji. Kwa hiyo nikushukuru sana. Kwa hiyo wale wote tunashukuru wale wote ambao waliweza kufanikisha mashindano haya. Kuhakikisha kwamba tunaanzisha na hatimaye leo hii yamefika tamati. Lakini pia nimshukuru mkurugenzi wa vipindi Bahari FM Madam Daye kwa mwongozo wake, kwa sababu yeye ndiye mkuu wetu pale, alikuwa kusimamia na mtawala kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa sawa. Wale wote tunashukuru na asante sana kwa kuweza kunisikiliza.